Marekani kuna ziara ya kihistoria inaendelea ambapo Mfalme Charles yuko kule Marekani na muda mchache tu amelihutubia bunge la Marekani katika ziara yake hiyo ya kitaifa ya siku 4, akitoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kihistoria kati ya mataifa hayo mawili licha ya changamoto zilizoikumba dunia kwa sasa. Ni ziara ya kihistoria kwa sababu tumetoka kujadili hapa hivi karibuni tu kauli zilizokuwa zikiashiria kwamba kuna kutokuelewana sana hususan baada ya kuanzishwa kwa vita ya Marekani, Israeli na Irani. Sasa ziara hii watu wengi walitabiri kwamba huenda ingeahirishwa, lakini Uingereza yenyewe akatoa taarifa kwamba ipo na jana amewasili na ameanza ziara. Mfalme Charles amesisitiza kwamba Uingereza na Marekani zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu unaojengwa juu ya misingi ya kidemokrasia na kwamba uhusiano huo utaendelea kuwa imara katika enzi ya misukosuko ya kimataifa. Hii inaweza ikawa ni dawa kwenye kile ambacho kilitokea hapa karibuni cha Trump kuonekana kama hawaelewi sana Uingereza au Uingereza kuonekana hawamuelewi sana Trump kwenye anachofanya saizi Irani. Kabisa, na hii ziara inakuja inatajwa kama inakuja kusawazisha uhusiano kati ya Rais Trump pamoja na Waziri Mkuu Keir Starmer. Kwa sababu Waziri Mkuu Keir Starmer alisema wazi kabisa kwamba yeye Waingereza hawatajihusisha kwenye vita dhidi ya Marekani na Israeli ambayo imeanzishwa dhidi ya Iran. Lakini unafahamu mwaka jana Trump alifanya ziara katika nchi ya Uingereza na walisaini mkataba ambao unatajwa ni mkataba mkubwa wa teknolojia. Yaani makampuni ya teknolojia ya Marekani yataenda kuwekeza katika nchi ya Uingereza. Takriban bilioni 600 dola za Kimarekani zinatajwa ambao wamewekeza. Na tukashuhudia Rais Trump akutana na Mfalme Charles wakazungumza, na kweli ilikuwa ni ziara kubwa sana ukitazama. Sasa kumbuka Mfalme sasa hivi anaenda kama alivyosema mwenyewe kwamba kuna enzi ya misukosuko ya kimataifa. Hiyo ni kauli ya kimkakati sana. Yaani ni ziara ambayo uhusiano kati ya Marekani pamoja na Uingereza katika enzi ya misukosuko ya nini ya kimataifa. Maana ni kwamba sasa inamaanisha kwamba wanajua kwamba dunia inapitia kuna changamoto za kiusalama. Na jana wakati anaingia tu Marekani, ikulu ya Buckingham kule ambapo ametoka Charles, katoa taarifa kabisa kwamba hotuba zitakazokuwa zikitolewa na kiongozi wao hazitakuwa za kisiasa, yani haendi kufanya siasa. Kwa hiyo akaitenga kabisa kwamba msitafsiri chochote ambacho atazungumza kama ni siasa. Tutakuwa na hotuba za kisiasa, ushirikiano wa kawaida kabisa. Na unafahamu kwamba nchi ya Uingereza ni nchi ambayo imekuwa ina uhusiano mzuri of course na nchi ya Marekani. Na hapa ninapozungumza huyu sasa ndo mkuu wa nchi, kwa sababu lazima tufahamu kwamba kuna tofauti kati ya nchi na serikali. Sasa huyu Mfalme Charles ni mkuu wa nchi, na huyu katika tamaduni za Kiingereza huyu ndo anamiliki majeshi. Yaani huyu ndo anaweza kaamuru kwamba jeshi jeshi kwa mfano la Uingereza labda litaenda kwa mfano Iran. Sasa kwa nini ziara hii inatoja ni muhimu? Kwa sababu Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza, amekuwa na utofauti mkubwa sana inapokuja mizozo ya kimataifa. Wamekuwa wakitofautiana na Trump kuhusu ishu kwa mfano ya nafasi ya Marekani katika umoja wa kujihami wa NATO, nafasi ya Marekani na Uingereza kuweza kwenda kinachoitwa kufungua mlango bahari wa Hormuz, nafasi ya Trump ukitaka nchi za Uingereza, Ufaransa na nchi nyingi za Ulaya kuweza kuwasaidia ili kuweza kuangusha utawala wa Tehran wa Iran. Sasa kumbuka Ufaransa, Uingereza, sawa, kama wamemtenga Trump, na Trump pia anakiri, anasema kwamba hawa watu wameniacha mwenyewe. Sisi ambapo tulipokuwa wanatuhitaji si tulifika. Kwa mfano katika issue ya Ukraine, sisi Putin alipoanza harakati zake za kuweza kuchukua ukanda Donbas, sisi Marekani tulitumia nguvu kubwa sana ya kifedha kuweza kulinda utamaduni na utaratibu wa kimataifa, hata ustaarabu wa kidemokrasia. Lakini wao inapokuja swala kwa mfano la Iran, wao wamekuwa na kigugumizi. Kwa mfano unafahamu visiwa kwa mfano vya Diego Garcia, Uingereza walipinga Marekani kuweza kuvitumia ili kuweza kutumia kama maeneo ya kimbinu kuweza kuishambulia nchi ya Iran. Sasa
ziara hii inakuja sasa, inatajwa kwamba inaenda kusawazisha huo uhusiano. Of course ni ziara ambayo itahusisha masuala ya kiserikali, masuala ya nchi, kwa namna gani sasa Uingereza na Marekani zina uhusiano huo wa kindugu na wa kihistoria. Unafahamu kwamba kabla ya mwaka 1945 Uingereza ndio ilikuwa tunaita workshop, yani Uingereza ndio ilikuwa kiwanda cha dunia. Yani Marekani ya leo unavyoona kwamba imekuwa ikiongoza ustaarabu, imekuwa ikiongoza si uchumi, ndio ilikuwa Uingereza kipindi kile, kwa sababu kihistoria Uingereza ndio nchi ya kwanza kuandaga kwenda katika Industrial Revolution. Yani unapozungumzia hiyo, kwa mfano hiyo mercantilism au industry, wanaita industry monopoly, ni makampuni ya Uingereza, wafanyabiashara wa Uingereza ambao walikuwa wanatawala ulimwengu wa kisiasa na ulimwengu wa kiuchumi. Kwa sasa inatajwa kama ni ziara ambayo inakuja kuimarisha na kurejelea uhistoria. Lakini vile inatukumbusha kwamba Trump alifanya ziara katika nchi ya Uingereza, akakutana na mfalme, wakazungumza. Kwa sasa naye mfalme ameenda kuhutubia kwenye bunge la Senate. Na kwa kweli hotuba yake ukisikiliza na ukitazama, wengi wameipraise, wameisifu. Na anaonya kwamba sasa lazima dunia ije na mustakabali mwema ili mwisho zetu iweze kupita kuna hiyo misukosuko mikubwa kimataifa. Na anaposema misukosuko, mtele zote elewane. Hapo anazungumza hofu kubwa ya nguvu za nyuklia, hofu kubwa za vita vya Urusi pamoja na Ukraine, hofu kubwa ya mzozo wa Palestina, hofu kubwa ya kufungwa na kupelekea mdororo mkubwa wa mafuta, lakini zaidi sana hofu kubwa ya mdororo wa kiuchumi. Sasa haya mambo yote ukiyaunganisha sasa yanaitwa ni global insecurity, yani dunia inakuwa haina utulivu wa kisiasa, wa kiuchumi, wala haitabiliki katika masuala mbalimbali ya kiusalama. Haya bwana, asante kwa maoni yako uliotuandikia. Naitwa Isa Mhando wa Chanika.